Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nataka niwaletee neno la Bwana kwa muda wa dakika chache. Watu wote ambao mko hapa na watu ambao mko online, wote Bwana tubariki pamoja katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba neno la Bwana likiingia ndani ya moyo wa mwanadamu linaleta mwangaza kwa mwanadamu. Hivyo basi jioni ya leo neno linapokuja litatuletea mwangaza maishani mwetu. Tutabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe pamoja na Mungu atubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunajikabidhi mikononi mwako jioni ya leo. Mahali hapa tunachukua nguvu na mamlaka yaliyo hapa katika jina la Yesu Kristo. Tunasema utamalaki, wewe ndiye Mungu wetu, Mungu Baba. Na mahali hapa Yesu Kristo, wewe ndiyo Bwana na Mwokozi wa ulimwengu. Na Baba, tunaomba jioni ya leo ubariki watu wako, utubariki Bwana, uponye wagonjwa, uokoe wale ambao hawajaokoka na utulinde wakati huu. Bwana, tunabarikisha mahali hapa, uwepo wako utamalaki na maisha yetu yabadilike. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Ninawahubiria, naitwa Elias Walela. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kila wakati nikipata wakati, mara mingi jioni nakuja hapa Monday, Tuesday na Fridays kuwaletea neno la Bwana, kwa sababu Mungu amekuwa mema katika maisha yangu tangu aniokoe nikiwa high school. Nimeitoa hiyo testimony hapa ya kwamba Mungu amenibariki, amenilinda, na ndiposa napenda kuongea kuhusu ujumbe wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa kwa Yesu, unapomkubali Mungu, unapomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakutawala, ndiye anakuwa baba yako, ndiye anakuwa mponyaji, ndiye anakuwa msaidizi, na hiye basi anakuwa kila kitu katika maisha yako. Jioni ya leo tukikubali tutakombolewa na Yesu, tutakubali tubarikiwe na Yesu na tulindwe na yeye kwa maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Nataka nisome kitabu cha Marko 5 tupate kujua mambo mengi kuhusu kumpata Yesu Kristo katika maisha yetu. Kumpata Mungu ni kufanya nini katika maisha yetu? Mara mingi nimesikia kuna hata dini zingine zinasema ya kwamba kuna njia mingi za kumfikia Mungu. Jioni ya leo nataka nikwambia kwamba njia moja ya kumfikia Mungu ni kupitia Yesu Kristo peke yake. Kila wakati nimesema ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia, ukweli na uzima. Hakuna anaweza fika kwa Baba, kwa Mungu, ila kupitia kwa Yesu Kristo. Na ndio maana Ukristo ni dini ambayo ni tofauti na dini zingine zote hapa ulimwenguni. Usiseme ya kwamba utatafuta Mungu na bado utafute wachawi. Hapana. Usiseme ya kwamba utatafuta Mungu na uende kwa dhehebu zingine ambazo hazimwabudu Mungu. Hapana. Roho ambao tunajua ni wa Mungu ni ule roho anatambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa ulimwengu. Na si hivyo tu, bali ni Mungu aliyekuja akachukua mfano wa mwanadamu ili akafa msalabani na akafufuka, na sasa yuaishi milele. Tukisoma kitabu cha Marko 5 ambacho nataka tuelewe, utapata ya kwamba kuna watu wengi walimkujia Mungu, walimkujia Yesu kwa njia tofauti na maisha yao yakabadilika. Jioni ya leo unaweza amua umkujie Yesu, umkujie Mungu kwa njia yoyote ile utakuja, lakini kupitia Yesu Kristo na maisha yako yatabadilika. Nikisema maisha yako yatabadilika, inamaanisha ya kwamba chochote kile unahitaji kutoka kwa Mungu ndicho Mungu atakupatia. Ukimkubali Mungu jioni ya leo na uamini yeye ni Mungu wa baraka, utapata baraka zake. Ukimkubali Yesu jioni ya leo na ujue ni Mungu anaponya na wewe ni mgonjwa, atakuponya. Ukikubali huyu Mungu jioni ya leo na ukubali yeye analinda maisha, atalinda maisha yako. Kwa hivyo jioni ya leo unamwelewa Mungu kiasi kipi?
unamchukua Mungu kama nani katika maisha yako, hivyo ndivyo Mungu atakufanyia. Wacha nitasoma mistari mingi kitabu cha Marko 5 tupate kujua Mungu angependa tumfikie aje, na ni mifano ya watu mbalimbali waliomfikia Yesu, kama watu wawili ama watatu, na maisha yao yanabadilika kiasi gani. Biblia inasema kitabu cha Marko 5 mstari wa kwanza, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo chafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingo na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Wacha tufika hapo kwanza. Biblia inatuambia kwamba Yesu alipokuwa na wafuasi wake wakitembea, walikutana na mtu ambaye hakukuwa sawasawa. Hivyo basi huyo mtu alikuwa amepagawa na mapepo. Mapepo yalikuwa yamemjaa hadi alikuwa na nguvu ambazo si za kawaida za mwanadamu. Alifungwa na pingu mingi sana, lakini bado alikuwa anajinyakua kutoka kwa hizo pingu. Mapepo ilikuwa inampatia hizo nguvu zaidi za kutoka kwa hizo pingu. Bwana Yesu asifiwe. Hasa tuendelee mstari wa 5. Biblia inasema ya kwamba na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Mapepo yalikuwa yamejaa huyu mtu mpaka hakuwa mtu wa kawaida, anajikata na mawe, anakujipeleka kwa makaburi. Huko ndiko kulikuwa maskani mwake. Sio inamaanisha hakuwa mtu wa kawaida. Jioni leo nataka nikwambia kwamba huyu mtu hakuwa wa kawaida, kwa sababu shetani alikuwa amemshika kwa hali yote, na mapepo zikamjaa huyu mtu, zilimtesa. Maisha yake yalikuwa kaburini, na huko ambako watu wa kawaida hawaishi. Jioni leo nataka uelewe ya kwamba kuna vile wanadamu amefungwa na vitu vingi. Si lazima ukuwe unaishi kwa makaburi ama ukuwe na mapepo mingi kama ya huyu mtu, lakini nataka nikueleze ya kwamba jioni ya leo watu wengi, kama uko kwa Yesu Kristo, kuna mahali umefungwa na mapepo yamekutengwa ili ya kugandamize wewe katika maisha yako. Kuna wakati nitakuja mahali hapa niwahubirie kuhusu kufungwa na mitego ya shetani, ndio tujue ya kwamba dunia hii ina mambo mengi ambayo watu wamegandamizwa nayo, na ni Yesu pekee anayeweza kuweka mtu huru. Jioni leo nataka nikwambia kwamba huyo mtu alikuwa na maskani yake makaburini, amefungwa na mapepo mengi, lakini Yesu Kristo ndiye pekee anaweka watu huru. Biblia inasema ya kwamba mwana wa Mungu akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Wacha tuone yaliyotendeka kwa huyo mtu ambaye alikuwa ameshinda makaburini. Mstari wa 6, Marko 5, Mark chapter 5, let's continue from verse 5. Biblia inasema ya kwamba from verse 6, na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Huyu ni ule mtu alikuwa amepagwa na mapepo, akiambia Yesu kwamba una nini nami jioni ya leo, na naomba usinitese. Nataka uelewe ya kwamba si huyu mtu alikuwa anaongea, lakini ni mapepo yaliyokuwa ndani yake ndio alikuwa anaongea. Ni mapepo yalikuwa anaongelesha Yesu, kwa sababu mapepo yalimtambua Yesu ni nani. Kwa hivyo alikuwa anaongea ndani ya huyu mtu, yakimuuliza ni nini nawe jioni ya leo. Wakati huo nataka uelewe ya kwamba pepo zilikuwa zimetawala huyu mtu, zilikuwa zinamuongoza kuishi kwa makaburi. Huyu mtu hangejielewa anaishi aje. Huyu mtu angekuwa akili timamu,
angejua Yesu anaweza mponya na kumuokoa, lakini akili yake haikuwa timamu. Lakini isitoshe hivyo, bado hayo mapepo yalipomsihi Yesu kwamba asiwatese, hivyo Mungu Yesu Kristo alifukuza hayo mapepo kutoka kwa huyu mwanadamu. Tunapoendelea tuone ya kwamba huyu mwanadamu alifanyika huru, yes, lakini mwenyewe hata hakuwa anajua Yesu ni nani. Lakini mapepo yaliyokuwa ndani yake ndiyo yalitambua Yesu Kristo ni nani, na yakamsihi kwamba asiwatese. Tuendelee mstari wa 7. Mstari wa 8 ukasema, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Mstari wa 9 akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likatelemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia, wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye alikuwa na lile jeshi. Wakaogopa, na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyokuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye. Wacha tusimame hapo kwanza. Huo ni mstari wa 18. Tumeona ya kwamba kulikuwa na mtu alikuwa amepagawa na mapepo wakati huu. Mapepo yalipomwona Yesu, mapepo yalikuwa ndani ya huyu mwanadamu, yalipomwona Yesu yalimtambua Yesu ni nani. Of course tunaelewa ya kwamba mapepo yamekuwa since mwanzo wa dunia hii, tangu dunia ianze, ambapo shetani alitupa kutoka mbinguni, mapepo yamekuwa. Na hivyo basi Yesu alipokuja na kuzaliwa kati yetu na kufa msalabani, mapepo yalikuwa yanajua Yesu ni nani tangu wakati huo. Na hivyo basi nimesema ya kwamba si huyu mtu alikuwa anajua ni Yesu ni nani, lakini mapepo yaliyokuwa ndani yake ndiyo yalitambua Yesu ni nani. Hivyo yakamwomba kwamba Yesu asiwatese. Nataka nikueleze ya kwamba ukielewa huo mstari utajua ya kwamba kuna wakati mapepo na shetani atateswa na Mungu ili amalizwe mara moja, na hizo siku zitafika mbali na sasa, si wakati huu. Wakati huu niliwaambia kwamba shetani ndiye anatawala dunia. Hivyo basi shetani anatumia mapepo kutekeleza makusudi yake hapa duniani. Mapepo ni armies za shetani. Wewe unapoishi jua ya kwamba kuna mapepo yako assigned kukumonita wewe, kwamba usimpate Mungu, kwamba uteseke, kwamba ukuwe mgonjwa, kwamba jambo baya moja ama lingine likufuate wewe. Unapofuatwa na mambo mengi ambayo si mema, jua ya kwamba kuna mapepo yanatekeleza hiyo hali katika maisha yako. Jioni ya leo nimesema kwamba ni Yesu Kristo anaweka mtu huru. Mapepo yalitambua Yesu Kristo ni nani, na nimesema kwamba Yesu Kristo ndiye njia, uzima na uzima wa milele. Yes, lakini pia ujue kwamba Yesu Kristo is the deliverer of the world. Yesu Kristo anakomboa. Ukiwa na hali yoyote ambayo imekukumba katika maisha yako yamefungwa kiasi fulani, jua ya kwamba ni Yesu Kristo anaweka watu huru. Jioni ya leo alimweka huyu mtu alikuwa na mapepo ndani yake huru.
na hayo mapepo yakaingia katika swine ya nguruwe. Nguruwe zikateremuka mpaka majini zikaangamia. Hivyo basi naomba jioni ya leo, ukiamini Yesu Kristo anakuweka watu huru, utakuwa huru kweli kweli. Mara mingi naambia watu, kila ugonjwa maishani wa mwanadamu si mapenzi ya Mungu tuwe wagonjwa. Mungu alipoumba Adamu na Hawa hakuumba na magonjwa. Magonjwa ni spirits zinatumwa na mapepo assigned to terrorize human beings. Hivyo basi ndio maana tukikemea magonjwa kwa jina la Yesu Kristo, watu wanapona, kwa sababu their spirits, they are not of God. Jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo watu wanakombolewa. Jioni ya leo ukiamua kumfuata Yesu peke yake na umwamini kwa hali yote ile, atakutendea lile ambalo unaamini kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo basi Yesu Kristo alimweka huyu mtu huru na akavaa nguo akawa sawasawa kabisa. Hivyo alivyokuwa sawasawa kabisa, tumeona katika mstari wa 18, baada ya kuwa sawa, huyu mtu alimsihi kwamba amfuate Yesu Kristo, lakini Yesu alimzuia, akamwambia asimfuate, bali aende kwao, akuwe testimony kwa watu wa kwao kwamba Mungu amemuokoa na Mungu amemweka huru, amemkomboa kutokana na haya mapepo. Jioni leo nataka kuambia kwamba ni mapenzi ya Mungu kwamba akikuweka huru utakuwa testimony kwa maisha ya mtu fulani. Kwa jamii yenu unatakana ukuwe testimony. Mimi huambia watu ambao wameokoka ya kwamba purpose in your heart, omba Mungu akufanye uwe wa juu zaidi kwa hiyo jamii yenu. Omba Mungu akufanye uwe wa juu zaidi juu ya ndugu zako na dada zako. Omba Mungu akufanye ukuwe wa juu zaidi kwa hiyo village yenu. Omba Mungu akufanye uwe wa juu zaidi mahali pote unaishi na mahali pote umezaliwa, ili uwe testimony, uwe wa ushuhuda mahali pale. Unapoulizwa nini litendeka, utasema ni Yesu Kristo. Ni Yesu alikubariki, ni Yesu alikuokoa, ni Yesu amekupatia mali, ni Yesu amekulinda. Mtu akikuwa na jambo gumu, utawaambia kwamba Yesu anaweza hayo mambo yote katika jina la Yesu Kristo. Ninapohubiri hapa jioni leo nimewaambia kwamba mimi nikiwa high school, baada ya kuokoka, sikukuwa na school fees ya shule. Nilipookoka nikiwa form 2, nataka niwaambia kwamba form 3 na form 4 miaka miwili sikulipa school fees, lakini sikufukuzwa shule. Mpaka sasa ukiniuliza nilisoma aje miaka miwili bila school fees, siwezi kueleza nilisoma aje, lakini Mungu akaniwezesha nikamaliza high school kwa sababu ya neema yake mwenyewe na huruma zake. Ndipo anasema Mungu anaweza tenda jambo katika maisha yako na akubariki ambapo mwanadamu hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo niko na ushuhuda kwa sababu Mungu alinikomboa kwa ile hali ya kukosa. Hivyo ninaposimama sasa ninasema ya kwamba Mungu alinibariki hiyo miaka yote. Mungu ameniponya magonjwa, Mungu ameponya jamii yangu magonjwa, Mungu ameninua juu zaidi ya watu ambao tunaishi pamoja ama tumezaliwa pamoja ama ni wa village yangu. Na ndiyo posa nasema jioni ya leo, ukimkubali Yesu Kristo na ufuate njia zake, umuombe akuweke juu zaidi ya wote, Mungu atakuweka vile ungetaka katika jina la Yesu Kristo. Huyo mtu alipokombolewa na Yesu, mapepo yakamtoka. Yesu alimwambia kwamba asimfuate penye anaenda, bali aende kwao, awe wa ushuhuda kwao kwamba Mungu amemkomboa. Jioni ya leo Mungu atakapo kukomboa, umuombe Mungu akufanyie jambo maishani mwako ili liwe ushuhuda kwa watu ambao wanakujua. Mungu ukimkubali, umuombe akufanyie jambo, akuinue zaidi ya watu ambao mnaishi nao ili uwe wa ushuhuda. Ni mapenzi ya Mungu kwamba tupate kumtukuza kwa njia yote ile, na tunajua kwamba hatuwezi mtukuza Mungu kama hatujabarikiwa na yeye. Hatuwezi mtukuza Mungu kama Mungu hajatufanyia jambo. Hatuwezi mtukuza Mungu kama hajatuponya magonjwa. Hatuwezi mtukuza Mungu kama hajafanya jambo fulani katika maisha yetu.
Omba jioni ya leo kwamba Mungu akufanyie hilo jambo katika maisha yako, ili utoe ushuhuda ya useme ya kwamba nilipompata Yesu maisha yangu yalibadilika jinsi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema kwamba nikiwa kwetu, mimi kwetu niliangalia nikaona umasikini umejaa sana, na nikaomba Mungu kwamba nimeokoka, mimi lazima niendeshe magari, na nikasema kwamba lazima nikuwe na jamii na nikuwe na pesa. Jioni ya leo nataka kuambia kwamba nilinunua gari yangu ya kwanza, miaka imepita 10 sasa. Nikanunua gari ya pili, nikanunua gari ya tatu. Nakumbuka ya gari ya kwanza niliuza, nikanunua ya pili, ya tatu na ya 4 nitaongea ushuhuda wake siku ingine. Lakini Mungu amenipa hayo yote, at least hayo magari, kwa sababu nilimwomba na nikamwaminia Mungu anaweza. Ninapokuambia jioni ya leo kwamba chochote unahitaji kwa Mungu anaweza kupatia, ni wewe imani yako ipande na uombe Mungu akubariki, kwa maana Mungu atatukuzwa ukiwa na huo ushuhuda kwamba Mungu ametenda katika maisha yako. Ukikosa ushuhuda, hautamwambia mtu jambo, huyu Mungu wako anaweza fanya nini. Hata hivyo, hatusemi ya kwamba lazima kuja kwa Mungu akupatie magari uendeshe. Hapana. Tunampenda Mungu, tunamfuata kwa sababu ya wema wake na huruma zake katika maisha yetu. Hivi anavyotuokoa, anatulinda, anatubariki, tunamshukuru Bwana. Lakini zaidi ya yote ametupa wokovu ambao alinunua kwa damu yake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jioni ya leo nataka nikueleze ya kwamba huyu mtu alipokombolewa na Yesu, akamwomba kwamba amfuate. Yesu alimpinga, akamwambia kwamba aende kwao apeane ushuhuda vile ambavyo alikombolewa. Wewe pia jioni ya leo Yesu akikuponya magonjwa, wende uwe wa ushuhuda kwamba umekombolewa na Yesu, umeponywa. Jioni ya leo Mungu akikubariki na jambo, enda kuwe wa ushuhuda kwamba ni Mungu ametenda. Hiyo ndiyo nafasi Mungu anatumia kukupatia vingi zaidi. Ukipata kitu usiseme ni nguvu zako ama akili zako. Hapana, Mungu amekuwezesha, kwa sababu utapata ya kwamba kuna watu wako na nguvu mingi kukuliko ama akili mingi kukuliko, lakini hawana hizo vitu. Kwa hivyo mwambie Mungu asante na umpatie utukufu. Utukufu sikurudie wewe, utukufu siturudie sisi, ndiposa Mungu akupatie vitu vingi zaidi katika maisha yako. Tuendelee Marko 5 kuanzia 19. Lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Mstari wa 20, akaenda zake akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu. Msichana akarudishiwa uhai na mwanamke kuponywa. Hilo ndio jambo lililofuata. Tunaona ya kwamba baada ya huyu mtu aliyepagawa na mapepo kurudi kwao, Yesu kumwambia rudi kwao apeane ushuhuda, Yesu aliendelea na kufanya mambo mema. Alipomkomboa huyu kutokana na ile mapepo, alipatana na mwanamke na mtoto ambaye alikuwa amekufa. Wacha tusome kuanzia mstari wa 21. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Huyu mtu mkuu alipata Yesu, akaanguka chini ya miguu ya Yesu Kristo, akamsihi ya kwamba mtoto wake msichana ako karibu kufa. Akaomba Yesu aje amuweke mkono wake juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu akamfuata wakimsonga.
na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari ya Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaliguza vazi lake, maana alisema, nikiyaguza mavazi yake tu nitapona. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona ya kwamba Yesu alipomalizana na kumpomboa huyu mtu alikuwa na mapepo, alikutana na baba mmoja ambaye alimsihi amuombee mtoto wake, alikuwa karibu kufa, msichana. Aliomba kwamba Yesu aende amguze mkono huyu mtoto wake na amuombee apate kupona. Nataka nieleze ya kwamba tukiangalia huyu aliyekupagawa na mapepo, nilisema ya kwamba ni pepo lilitambua Yesu ni nani ndani ya huyu mtu, si yule mtu, lakini huyu mtu alikombolewa na Yesu Kristo. Jambo la pili Yesu alifanya hapa ni kwamba alifuatana na huyu baba kwenda kwake ili aponye mtoto wake aliyekuwa mgonjwa zaidi, karibu anakufa. Huyu baba ndiye aliambia Yesu, kuja uwekee mtoto wangu mkono ili apate kuishi, apone kutokana na haya magonjwa. Nataka nikueleze ya kwamba unakuja kwa Mungu jinsi gani wewe utamfikia Mungu aje. Ni nini unaamini Mungu anaweza kukutendea, hivyo ndivyo Mungu atakutendea. Kwa kuja kwa Mungu kupitia Yesu Kristo, formula ni kupitia Yesu Kristo tu, hakuna jambo lingine. Lakini imani yako lazima ikuelekeze aje utamfikia Mungu. Huyu mbaba aliamini ya kwamba Yesu Kristo angewekelea mtoto wake mkono, mtoto angepata kupona. Hiyo ndio imani yake ilikuwa hapo. Hivyo basi nataka kuambia kwamba ukimfikia Mungu mpate, imani yako inakuambia nini? Kama ni wewe ni mgonjwa, unaamini unaweza pona bila kuwekelea mkono, ama lazima uwekelee mkono? Hivyo basi jioni ya leo unaamini maisha yako yanaweza badilika aje, na Mungu anaweza badilisha maisha yako aje? Hivyo ndivyo maisha yako yatabadilika. Huyu mama wa tatu ambaye tunasoma kumuhusu, alijiambia kwa moyo wake kwamba nitaguza pindo la Yesu Kristo. Naamini ya kwamba nikiguza hili pindo la Yesu nitapata uponyaji. Huyu mwanamke alikuwa ametokwa damu miaka 12, akajiambia yeye mwenyewe ya kwamba nikiguza hili pindo la Yesu ninaamini nitapona. Na hivyo ndivyo alipona, kwa sababu ya imani yake ilimponya. Mstari wa 29, mara chemichemi ya damu ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyeniguza mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga songa, nawe wasema ni nani anayekuguza? Akatazama pande zote ili amwone yule aliyelitenda neno hili. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo ni mstari wa 34. Hapo ndipo ndafika. Nataka tujue mambo matatu kutokana na huu mstari. Cha kwanza ni kwamba Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Amen. Cha pili akamwambia, enenda zako kwa amani, uwe mzima. Hilo ni jambo la tatu. Na la nne, usiwe na msiba wako tena. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alimwambia huyu binti kwamba ni imani yake imemponya.
na tunajua fika ya kwamba ni Yesu Kristo anaponya watu. Mbona Yesu amwambie binti, imani yako imeponya? Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme ya kwamba Yesu aliambia huyu binti, ni imani yako imekuponya. Na tunajua ya kwamba Yesu ndiye mponyaji. Mbona alimwambia imani yake ndiye imemponya? Ni kwa sababu huyu binti alijiambia mwenyewe kwamba nikiguza pindo la Yesu nitapona. Ndiposa jioni ya leo nataka nikuulize ya kwamba imani yako inakuambia nini kuhusu Yesu Kristo? Nataka tuchukue dakika moja tukingoja microphone, tuombe pamoja. Mungu atubariki jioni ya leo, na kwa imani, kwa jambo lile ambalo tunaamini, Mungu atatubariki. Tungoje dakika moja. Kulingana na imani yetu Mungu atatutendea hilo jambo. Kuna huyu Mungu alimkomboa kutokana na mapepo. Kuna mwanamke aliyetoka na damu miaka 12, na kuna huyo baba aliaminia mtoto wake kwamba Yesu akimweka mkono atapona. Jioni ya leo wacha tuombe kuhusu mahitaji yetu na kuhusu imani tunayoaminia Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako kwa Mungu ndiye atakupatia kile kitu unahitaji jioni ya leo. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naombea watu wako jioni ya leo kulingana na imani yao kwako Bwana, kwamba utawatendea jambo ambalo watakumbuka na wakupe sifa na utukufu hata kwa vikao vyao na hata popote wanapotoka Bwana. Kulingana na vile ulinenea huyu mtu aliyepagawa na mapepo, ukamkomboa, ukamwambia aende apeane ushuhuda kwao. Bwana, watu wako watakuwa na ushuhuda katika maisha yao, na jina lako litatukuzwa kwa maisha yetu. Bwana, asante kwa jioni ya leo. Asante kwa vile umetutenenea. Asante kwa yale umetutendea Bwana, since tuzaliwe Bwana, vitu tulivyo navyo, uhai, afya njema, vyovyote vile Bwana, tunasema ni asante. Kuna vitu tunahitaji kutoka kwako Bwana. Watu wako wanahitaji Bwana jioni ya leo, wapatie kulingana na imani walio nayo ndani yako, katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo Bwana, ninafunika watu wako kwa damu ya Yesu Kristo, jamii zao, vitu vyao Bwana, kwamba watalindwa na wewe, hawatapatwa na misiba, magonjwa, ajali wala mambo yoyote ambayo yakupendeza, ambayo si yako Bwana. Shetani ameshindwa jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, upokee sifa na utukufu, kwa sababu tumeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Kila wakati nikihubiri nasema ya kwamba kama hujaokoka, kuokoka ni kwa imani, kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni kwa imani na kumkiri Yesu Kristo kwa moyo wako. Sema maneno haya nyuma yangu, ungependa kuokoka. Mungu akubariki. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako jioni ya leo, nakiri mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe. Ulikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu. Jioni ya leo naomba uniokoe, unisamehe dhambi na makosa, unitakase, niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, mimi niwe mwana wako. Nikumbuke Bwana, kwa jina la Yesu Kristo nimeokoka na kuamini. Amen. Kama umeokoka, umesema maneno haya kwa imani, umeokoka, hivyo tafuta kanisa, ujiunge na kanisa upate kujifunza mambo ya Mungu, lakini zaidi ya yote soma Biblia kuhusu matakwa ya Mungu katika maisha yako ni yapi, na Mungu atakulinda na kubariki. Chochote unahitaji kwa Mungu atakupatia kulingana na mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, anatupenda.
566 597, 0792 566 597. Mungu akulinde, akubariki. Ungependa kushauri wa wokovu, utatupigie kwa hiyo namba. Ungependa tuombe pamoja, utatupigie kwa hiyo namba. Ungependa jambo lolote lile, tutawasiliana nawe kwa WhatsApp, SMS ama upige simu. Mungu akubariki hadi tunapokutana kesho, Mungu akipenda. May God bless you and keep you. Amen. Tutasikiza wimbo moja ama mbili tunapomalizia, alafu tutaonana kesho, Mungu akipenda. God bless you.